Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Unamjuaje mtu kuwa huyu ni adui, huyu anataka kumdhuru bosi wangu Harmonize? Hiyo unamjua kwanza. Jambo la kwanza, siwezi kusema siri nyingi kwa sababu unavyozungumza watu wanajua akili yako inalenga vipi security. Ila tu kikawaida haraka kwanza ukimwona mtu anakushobokea wewe sana. Yaani kuna mtu umjui lakini wewe mnyama vipi baba? Kama kawaida anaanza kushobokea mlinzi. Hiyo hata kalu za kawaida hizi. Ndio ukiona tu ishara hiyo unajua huyu jamaa sio. Kwa hiyo unamwitikia kidogo afu unatulia. Baadaye atakuita tena. Baadaye tena atakuita tena. Atenda atakunywa atarudi tena. Ataanza kuzingua pale. Atakuwa kama eleweki. Kwa hiyo ndo unambana fasa unamchomoa. Unamwitikia mara kwanza mara pili umuitikii tena afu unambadilikia. Kwa hiyo ndio ishara ya kwanza haraka kujua huyu jamaa sio. Lakini mtu mwingine pia ambaye sio muongeaji, umefika eneo la tukio, yeye jamaa katulia tu kimya. Mmempa hai fresh kanyamaza kimya. Nyinyi mnaendelea habari zenu, yeye katulia tu kimya. Kaona miausho kama mnamgasikasa kasoga pembeni katulia tu kimya. Huyo naye anakuwa sio mwema kwa haraka. Lazima uulize pande za pale, uongozi wa pale kujua bwana ni nani, ana issue gani. Wakati nyinyi mko pale mnafanya mambo yenu. Unaweza kujua labda kavurugwa tu mapenzi au ndio nataka ujue hivyo. Imeshatokea ukapoteza marafiki kwa sababu ya kumlinda Harmonize au kwa sababu ya kazi yako? Marafiki kweli wanapotea kwa sababu hata mwenyewe naumia wakati mwingine. Wakati mwingine unaweza kumchukua mtu. Unaona kama sasa hivi kibongo hapa. Wasanii wengi wanatembea na mabodyguard, lakini wengi wanaotembea na mabodyguard ni timu yangu. Yaani ni watu ambao nimewashika mkono mimi. Shaona? Lakini wakija wanataka kutafuta nafasi fulani, aidha kupata msanii mwingine au wao wenyewe nao waonekane wao kwenye timu, aidha waonekane kwenye media au kwenye nini. Kwa ndo utakuta mtu atatangulia mbele, kwa mwanangu usikae pale, hiyo engo sio yako, engo ya mtu fulani. Baadaye unapotaka kaa pale kidogo utakuta mtu kakaa nyuma konte tu ghafla. Aliyakuwa yeye bado hajafikia hata namba 4. Kwamba namba 4 unamaanisha kwamba mtu mlinzi wa 4 ndio atakuwa kae sekta hiyo, utakutaka kae pale. Kwa hiyo hivyo vitu vinatokea, unajua huyu sio, unaanza kumpunguza. Ukimpunguza kesho inakuwa kuna chuki, lakini mwisho wa siku naye anakuwa anajibembeleza mpaka anapata msanii mwingine. Naye anaenda, bana mwanangu tuko pamoja. Kwa hiyo ndio inavyokuwa. Kwa wakati mwingine zipo hizo vitu kuna kazi kwa sababu hamna sehemu yenye riski kakosekana vitu kama hivyo. Sawa. Nimeona juzi kati jana nadhani ilikuwa ni dada yetu anavalishwa pete na Harmonize, lakini pia nimepitia posti zako pale, nimeona kiasi gani una furaha. Kuna sehemu ulikuwa unacheza na mko kwenye achi pale. Umefurahia Harmonize kurudiana na Kajala? Nimefurahia kwa sababu hii ni namna gani inaonyesha jamaa wana mapenzi ya ukweli, yani kwamba wameenda wamerudi tena. Kwa maana namna gani kwa sasa hivi ndugu yangu atatulia na kazi zitafanyika zaidi na zaidi. Sawa. Wewe ni mlinzi wa karibu sana. Ningependa nifahamu pia utobolee labda kasiri kidogo ilivyokuwa kwenye yachi zile moment na nini. Harmonize uko unamwona ni mtu aina gani? Mood yake ilikuwaje? Kwa sababu watu washaposti kama jinsi mlivyoona alivyokuwa na fulana vile, basi ndio hivyo na mimi mwenyewe nilikuwa ni hivyo tu. Vile ulivyomwona na furaha kakamilisha jambo lake, basi ndio jambo limeenda hivyo. Wewe unahitajika ulinzi mkubwa pale kwenye ile yachi? Pale ilikuwa hamna ulinzi mkubwa, maana tulikuwa washikaji tu, ni familia tu pale. Wote security watu tulikuwa tumekula sare zote kama white wote na wote tulikuwa tunafurahia. Kwa hiyo ulinzi ulikuwa mimi na mwanangu tu wawili pale basi. Unaiona ndoa lakini kaka yetu anaenda kuoa. Ni story. Maana wengine wanasema bana ni kiki, Harmonize anataka ngoma zake ziende. Tusubiri tu tuone, lakini nafikiri sidhani kama kutakuwa na masiala tena mpaka amefika hatua kama hii. Siku hakuna masiara tena. Nafikiri ni kitu kama hicho. Sawa. Watu hawakutegemea kuona namna ambavyo ulivaa nguo fulani nyeupe, nguo za kupate na nini. Walitegemea kumuona Mudi Mnyama akiwa amevaa manguo yake ya kazi. Hii ikiwa ina maana kuwa Mudi anajua kwenda na upepo na mazingira, hapa avae nini, hapa avae nini. Kuna namna labda Harmonize ndiye ambaye anasema Mudi lova hivi bana tunaenda sehemu fulani, ama ni wewe mwenyewe unajua location fulani tunaenda nivaa hivi? Hiyo inajulikana miaka mingi kwamba party unavaaje, sound check unavaaje, kazi unavaaje. Kwa hiyo ni ipo tayari kwenye diet yetu ya kazi ya kila siku. That's good. Sawa. Tukiachana kufanya kazi na Harmonize, Mudi Mnyama,
wewe ni moja wa bodyguard mimi ambaye nakufuatilia sana na anapenda kile ambacho nakifanya, na of course mimi najuaga ukiwaga kwenye sehemu ya kazi waga hata sikusalimia sababu nakuogopa. Pale unakuaga mtu mwingine kabisa, waga naambiaga hata mwanangu Mudi achana naye, pale upo kazini anaweza akakurusha hata wewe na vitu kama hivyo. Ni kesi gani ngumu ushawahi kukutana nayo ama tukio gani gumu ambalo ushawahi kukutana nalo kwenye kazi yako, kwenye hustling yako kumlinda Harmonize ambalo maybe hautakuja kulisahau? Matukio ni mengi sana, yani ni mengi mfululizo mpaka mengine unayasahau, mengine unayakumbuka. Kwa hiyo machangamoto hayo ni mengi sana yani. Kwa kifupi ni machangamoto ni mengi mno. Mengi sana. Huwezi kusema hata kwamba mengine nimeshayataja, lakini nafikiri labda tu kesi ya mwisho, changamoto ya mwisho ambayo hii hata mwenyewe mwanangu akifikiria ataona dai bwana kweli tumeriski. Ni tukio la kwenda kufanya show hii ya kampeni mwaka huu. Ilikuwa ni Superdome, tumepiga pale show yetu Superdome. Tukatoka hapo tukaona tuondoke na ndege asubuhi kwenda wapi huko Mwanza huko ndani huko Katoro huko. Kwa hiyo tumechomoka hapo bosi yani yuko kashamaliza show huko akawa enjoy yuko timamu yani. Nikisema timamu nafikiri unanielewa. Yuko speed yani. Kwa hiyo tumetoka hapo mchaka tukaingia airport tukachukua vyuma tukateremka pale. Kuteremka pale Mwanza, kutoka Mwanza tulichukua mipira tunastafuta Katoro. Unaona bwana. Kwa hiyo tumetembea kufika katikati huko chuma ikafeli. Alafu muda umeenda kinoma. Na mshikaji anatakiwa simu zinaingia kinoma noma. Bwana gari imeharibika natafuta gari nyingine. Mimi kweli nikafuka barabara pale mpaka gari itoke kutoka Mwanza kuja huko, sio kweli. Nikaforce nikapata chuma moja nzuri, mzee mmoja alikuwa anakuja nayo kaipaki kwake, nikamgongea mzee nikamwelekeza. Akaanza bwana Konde. Mimi singefanya chochote. Sema kuna dereva wangu anampenda sana Konde. Hebu moja nimpige kama yuko karibu, atajaribu kuwapeleka. Lakini mumpe hela. Na basi mzee tatia mafuta tampa hela. Unaona bwana huko jamaa ananipigia simu, "Wewe bwana njoo kama bibi kama tulieni nimepata chuma hii naongea naye." Basi sawa, mwambie alete kama tulieni. Kweli kapiga dereva yuko karibu. Kweli Konde siamini, ngoja napaki gari hapa. Dogo kaacha gari barabarani tu akaja akakimbia, kachukua. Kuja wewe bwana kuna na mnyama vipi bwana kweli? Ile gari iko pale ambapo bado ndio imechemka. Jamaa kaisogeza tukatoa mshikaji tukamtia mule. Dereva poa taongeana fresh kukubaliana tukasonga tena front. Sasa kwa sababu mimi kule nyumbani afu kule napajua ni mbali tunapita nje ya shortcut barabara vumbi kwenye migodi huko ambao kuna watu wanacheka cha migodi nini na nini mavumbi kile manoma. Kwa hiyo tutapasua hiyo ni sawa tutawahi kwa huo muda unaotaka nyinyi. Tumia hata dakika 30 baba. Hapa dakika 40 bwana hapo nyewe tumeforce.